Kutoka Dodoma, Tanzania, hii ni Sky TV. Hujambo mtazamaji na karibu kutazama ulimwengu wa habari na habari kuu usiku huu. Rais Samia atunukiwa tuzo maalum ya heshima na bunge. Na katika habari za kimataifa, Israeli yashinikiza Hamas wachie huru mateka wake. Na kwa upande wa michezo, wachezaji 28 waitwa kambini Taifa Stars. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Mindi Josefu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa tuzo maalum ya heshima aliyopewa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni tuzo ya Watanzania. Naungana na Virginia Po kwa undani wa taarifa hii. Rais Samia ameeleza hayo Jumamosi Mei 31 mara baada ya kukabidhiwa tuzo maalum ya heshima na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika viunga vya Bunge jijini Dodoma, ambapo amesema hatua ya kupokea uongozi haikuwa rahisi kutokana na changamoto nyingi zilizokuwepo wakati huo. Nyote ni mashahidi wa mazingira yalivyokuwa wakati naipokea nchi. Mazingira ya kiuchumi hayakuwa vyema kwa ulimwengu mzima kutokana na maradhi yale ya COVID-19. Mazingira ya kijamii yalikuwa na fadhaa kubwa. Fadhaa kwanza ya maradhi, watu wanatutoka, maradhi hatujui yataisha lini, tutatibu na nini. Lakini fadhaa ya pili kubwa ya kuondokewa na mpendwa rais wetu aliyeko madarakani. Ilikuwa ni fadhaa kubwa sana. Na mazingira ya kisiasa hayakuwa na bashasha kwa kuwa haikuwa muda mrefu tangu tumemaliza uchaguzi wa 2020. Kwa mazingira yote hayo, kwa hali yoyote ile, kwa mtazamo wa mwanadamu, mja wa kuupokea mzigo ule wa urais kwa wakati ule, kwa mazingira yale, isingefikiriwa kwamba ningekuwa mimi. Ila kwa ukuu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakukuwa na budi ila kukabidhi madaraka yale kwa aliyekuwa makamu wa rais. Aidha, Dr. Samia amesema wakati anakabidhiwa madaraka ya kuongoza nchi mwaka 2021, mazingira ya kisiasa, kijamii na kiuchumi yalikuwa magumu, lakini alimtegemea Mwenyezi Mungu pamoja na mwongozo wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanikisha jukumu hilo zito. Katika mazingira kama yale, jambo la kukimbilia ni kumhidi Mungu. Nilimwomba Mwenyezi Mungu anijalie busara na uvumilivu kama alivyomjalia Nabii Suleiman alayhi salam. Nilimwomba Mwenyezi Mungu aniongoze kama alivyoongoza manabii wake na waja wema walioyafanya mema kwa ajili ya dunia na kesho yao mbele ya Mungu. Alhamdulillah, maombi haya yalinipa nguvu na ujasiri wa kutoruhusu mazingira yaliyokuwepo yawe kikwazo kwenye utekelezaji wa majukumu niliyokabidhiwa. Namshukuru Mungu sana. Kwa upande wake, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuonyesha uongozi wa mfano unaoendeshwa kwa misingi ya utawala bora, uwajibikaji, weledi na ujumuishi. Mheshimiwa Rais, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo lina uenzi uongozi wako mahiri katika kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na kimaendeleo kwa ujumla. Kwa kuzingatia maudhui niliyoyaeleza hapo juu, na kabla hatuja kukabidhi tuzo, Mheshimiwa Rais, tunaomba uridhie kwa kifupi kabisa utazame, maana sijaweza kusema yote. Sehemu wamesema wanakwaya, sehemu itasema jambo ambalo tumeliandaa ili utazame kwa macho yako yale ambayo wabunge wanatamani kusema kwa. Mimi ni Virginia Po wa Sky TV. Na taasisi ya TAHA inayojihusisha na kilimo cha mboga, matunda, maua na viungo imeanza mkakati wa kuwainua wakulima wenye mahitaji maalum kupitia kilimo biashara. Amina Ngahewa kutoka Arusha ana taarifa kamili.
Hayo yamebainishwa katika kongamano la fursa za horticulture kwa wakulima wenye mahitaji maalum kutoka mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, ambapo TAHA inasema imelenga kutoa taarifa sahihi ya mafunzo na kuunganisha wakulima na masoko ili kuongeza kipato. Ni dhamira thabiti, dhamira ya kweli. Tuna nia, tuna wadau tayari, tuko tayari kuwahusisha, kuwajengea uwezo na kuhakikisha kuwa mnakuwa sehemu ya mabadiliko chanya katika tasnia hii ya horticulture. Sasa hivi Tanzania, hutaki kuzalisha tango pori. Macadamia ni zao ambalo TAHA inaweza ikaamua leo ikasema wangapi wanataka kuanzisha macadamia. Kuna mtaalamu wa macadamia ambaye tumeingia naye ubia, yuko tayari mpaka kutupa miche. Uongo sasa, tutakupa mpaka miche. Macadamia ukiweza kuitunza vizuri ni kama parachichi, wala haina stress za parachichi. Eka moja ya macadamia moja tu bila kuikausha unauza mbichi, wanunuzi tunakuletea. Eka moja tu ya macadamia inaweza ikakupa zaidi ya milioni 14 mpaka 15. Kwa upande wake mwakilishi kutoka WFP Joyce Tesha anaeleza namna wanavyoshirikiana na taasisi hiyo katika kuwasaidia vijana na matarajio yao katika kuwainua wakulima wenye mahitaji maalum. Napenda kuwashukuru TAHA ambao ni washiriki wenzetu katika kutekeleza mradi ambao unaitwa Vijana Kilimo Biashara, ambao unafadhiliwa na shirika Mastercard Foundation, kusimamiwa na WFP na kutekelezwa kwa pamoja na TAHA. Na katika mradi huu tunasimamia sana masuala ya jinsia, ulinzi, uwezeshaji wa wadau wote na washiriki wote. Na kwa ushiriki huu wa kukutana na watu wenye mahitaji maalum, kwangu mimi ni fursa pekee, maana mara ya kwanza nimeweza kushiriki katika kongamano kama hili, na ninatumaini kwamba nitajifunza mengi kutoka kwenu. Nao wakulima wenye mahitaji maalum wanaeleza namna TAHA inavyowasaidia pindi wanapokwama katika kilimo chao na hadi yao katika kupokea fursa hiyo ili iweze kubadilisha maisha yao. Mimi sasa hivi ni mkulima. Sasa hivi na mboga shambani, naye tango imeshaiva, hiyo ninaye nyanya na nimeshasia pilipili hoho. Kwa hiyo mimi naipokea fursa, maana mimi nimeanza na TAHA mwaka 2022. Nimeenda semina, tumepata mkopo, tukalima pilipili kichaa, bei ikawa inasumbua. Baada ya bei ikawa inasumbua, TAHA wakatupigia posho, wakatuletea mbegu ya nyanya, kitunguu na pilipili hoho. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Jeshi la polisi limesema linasubiri kuimarika kwa afya ya katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padri Dr. Charles Kitime, ili liweze kupata maelezo ya kimaandishi na kukamilisha uchunguzi wa tukio la kushambuliwa kwa kiongozi huyo. Nora Damiani na taarifa kamili. Mtu akiwa bado katika mazingira magumu ya kuumwa, uwezi ukaanza kutumia approach ya kwamba nataka maelezo. Padri Kitime alishambuliwa Mei Mosi mwaka huu eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam zilipo ofisi za TEC makao makuu, na leo hii jeshi la polisi kupitia kwa kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muriro limeeleza maendeleo ya uchunguzi wa tukio hilo. Kwa hiyo atakapotulia tukapata maelezo ya kimaandishi ambayo yataingia kwenye mafaili ili yaende kwenye ofisi ya mashtaka na ndio mfumo wa kisheria, basi tutazidi kutoa taarifa kuhusiana na shauri hilo, kwa sababu sasa mafaili yatakuwa yana move kutoka point A kwenda point B. Sasa ukitaka kumuona further unamuona kwa statement yake. Ile itatupa fursa, kwa sababu yule ni shahidi mkuu katika shauri hilo tunalolichunguza, na jamhuri kwa kesi za jinai ndio mlalamikaji. Kwa hiyo yule ni shahidi muhimu, shahidi mkuu. Kwa hiyo ni busara za kisheria, mtu anapokuwa yuko kwenye tatizo akitulia, basi kuna picha anaweza akawapa ya ziada kuhusiana na kitu mnachokichunguza, ukiacha
taarifa tulizozipata za awali, kwa sababu pale pia palikuwa na watu ambao tuliwahoji, zile tulizisimamia katika kufanya yale tuliyoyafanya. Kamanda Muliro amesema pia wamewakamata madereva 289 kwa makosa mbalimbali ya usalama barabarani, yakiwemo ya ulevi na kupita kwenye barabara za mwendokasi kinyume cha sheria, ambapo baadhi yao wamefungiwa leseni na wengine kutozwa faini. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kusisitiza watu wanaotumia vyombo vya moto, kwa maana magari madogo ya binafsi na ya serikali, magari makubwa, vyombo vya magurudumu matatu, yani bajaji, lakini pikipiki za aina yote za magurudumu mawili, wakiingia barabarani wakumbuke kuziweka akili zao sawa na kutuliza akili zao kwamba wako barabarani, wafuate sheria na kanuni za usalama barabarani. Swala la mwendo kasi ni marufuku, isipokuwa yale magari ambayo yameruhusiwa kisheria, lakini na magari machache yenye vibali maalum kwa sababu ya shughuli maalum ambavyo vibali vile vinaonyesha mwisho wa wao kuwa kwenye dharura zile. Jeshi hilo limesema linaendelea na juhudi za kuzuia vitendo vya uhalifu kwa lengo la kuhakikisha usalama unaimarika katika jiji la Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji unatazama Ulimwengu wa Habari na habari kuu usiku huu. Rais Samia tunukiwa tuzo maalum ya heshima na Bunge. Na katika habari za kimataifa, Israeli yashinikiza Hamas waachie huru mateka wake. Na kwa upande wa michezo, wachezaji 28 waitwa kambini kunako timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Karibu tena mtazamaji, na tuangazie katika taarifa nyingine. Kituo cha uwekezaji Tanzania TIC kimesema mwamko wa wawekezaji wa ndani kujisajili katika miradi mbalimbali umekuwa mdogo ukilinganisha na wawekezaji kutoka nje, hali inayopelekea usajili wa miradi kushuka kwa kasi tofauti na miaka mingine iliyopita. Tunaungana na Upendo Kibetile kutoka Mbeya. Akizungumza katika maonesho ya Mbeya Expo ya mwaka 2025 yaliyofanyika jijini Mbeya, yakihusisha wafanyabiashara kutoka Malawi, Zambia na Zimbabwe, meneja wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC Nyanda za Juu Kusini, Fidelis Obanga, amesema wawekezaji wa nje wamekuwa na kawaida ya kufanya utafiti kabla ya kuanza kuwekeza, lakini hali imekuwa ni tofauti kwa wawekezaji wa ndani. Wawekezaji wa nje kabla hajawekeza huwa wanafanya utafiti wa kutosha. Kwa hiyo wanajua waende wapi, watapata huduma gani. Na ndio sababu hata sisi sasa hivi tupo tunaendelea kufanya kampeni huko ili Watanzania wenzetu waweze kutambua umuhimu wa kujisajili na kituo cha uwekezaji. Wageni wachache sana ambao wanapita kuja kuwekeza bila kusajili, kwa sababu wanajua akisajili atanufaika na mambo mengi ambayo Watanzania pamoja na kwamba zinatolewa kwa ajili ya wao wote, lakini wengi huwa mwamko wao sio mkubwa sana. Baadhi ya wawekezaji walioshiriki katika maonesho hayo wamesema elimu inatakiwa kutolewa kwa wananchi juu ya umuhimu wa kujisajili ili waweze kujitokeza kuwekeza katika miradi mbalimbali. Watoe elimu kwa wananchi. Vijana wengi sana wanahamasika kuwekeza, vijana wengi sana sasa hivi wanachakalika kwa namna tofauti. Wengine wanapenda kulima, wengine wanapenda kuwekeza kwenye viwanda vidogo, lakini mwamko unakuwa mdogo kwa sababu taarifa haziwapiki mapema. Wao kama Tanzania Investment Center, vipeperushi viwe vingi masokoni huko, mashuleni huko, vijana wanamaliza, ajira hakuna. Wanapenda vijana wasaidiwe. Haya, najifunza mambo mengi. Kwanza kuna wajasiriamali wengi. Pia katika kituo chetu tumejifunza mambo jinsi kituo chetu kinavyoendeshwa kwa ajili ya uwekezaji. Alafu tunakutana na watu wengi wa kutoka sehemu mbalimbali. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV.
Na watumiaji wa barabara wametakiwa kuwaheshimu waendesha baiskeli na mikokoteni wanapotumia eneo la mapito milia kwa ajili ya kuvuka, kwani wanayo haki ya kutumia eneo hilo kama ilivyo kwa watembea kwa miguu. Michael Bundala kutoka mkoani Geita na taarifa kamili. Eneo unaloliona hapa ni la kivuko. Na hili ni eneo maalum linalotumiwa na mtembea kwa miguu kuvuka kutoka upande mmoja wa barabara hadi mwingine. Kama unavyoona hapa, watu wanavuka kutoka upande mmoja hadi mwingine. Lakini pia katika eneo hili la kivuko maarufu kwa jina la zebra au mapito milia, linaweza kutumiwa na waendesha baiskeli kama sehemu ya kuvuka kutoka upande mmoja hadi mwingine wa barabara. Je, swala hili la waendesha baiskeli na mikokoteni kutumia eneo hili kuvuka linajulikana kwa watumiaji wengine wa barabara? Kwenye kivuko cha zebra, sheria inatakiwa wavuka kwa miguu tu. Mwenye mkokoteni anatakiwa kazunguke roundabout au atafute sehemu la kugeuzia gari ndio aweze kubadilisha barabara kwenda upande wa pili. Kwa sababu anapovukia sehemu ya zebra na huyu anatembea kwa mguu, tayari utakuwa umeshaongeza msongamano. Huwezi ukavuka kwa haraka. Mwenzio ana baskeli au ana toroli, unategemea utavuka kwa spidi na gari inakuja hata kama imeferi breki. Sheria inatakiwa apite mtu wa mguu tu, na ni kivuko cha miguu. Kwa sheria inavyotambua, ile ni sehemu ya watembea kwa miguu, kwa sababu kama endapo mwendesha baskeli anahitaji kupita sehemu ile, anatakiwa ashuke, akokote baskeli yake ndo avuke. Pamoja na kwamba swala la waendesha mikokoteni na baiskeli kutumia eneo la kivuko kuwa na maoni mseto kwa wananchi, Jeshi la Polisi kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Geita linasema kuwa si kosa kwa mwendesha mkokoteni ama baiskeli kutumia eneo la kivuko kwa ajili ya kuvuka. Sio kosa kuvukia hapa kwa sababu ile ni eneo la barabara, anatakiwa atumie naye pia. Kwa sababu wao sio kwamba kuna maeneo yametengwa kwa ajili yao tu, hapana. Yale maeneo ni kwa ajili ya watu wote, akiwemo yeye msukuma mkokoteni pamoja na huyo mwendesha baskeli. Tofauti tu ni kwamba yule mtembea kwa miguu, lakini huyu mwendesha baskeli au huyu msukuma mkokoteni, kwa tafsiri ya sheria manake wote ni madereva. Kwa hiyo inabidi wakifika pale wasimame, wasubiri watembea kwa miguu wavuke, ndipo wana wao ndo watavuka na baiskeli zao au watavuka kutumia mikokoteni yao. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Na Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani nchini limewataka madereva na wahudumu wa mabasi ya abiria, makondakta kuhakikisha wanafuatilia kwa makini mafunzo wanaoyapata katika vituo vya udereva ili kuleta matokeo chanya na hatimaye kuboresha sekta ya usafirishaji ili kupunguza ajali za barabarani. Wito huu umetolewa na kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani nchini, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi CACP William Mkonda alipotembelea chuo cha ufundi Arusha, na ametoa onyo kwa baadhi ya wamiliki wa mabasi na madereva kuacha tabia kujaza abiria kupita kiasi. Nimeongea na madereva hususani wale wa HGV na PSV, lakini nimeongea na makondakta ambao nao wapo kwenye mafunzo kwenye chuo hiki. Sisi kama wasimamiaji na waratibu wa vyuo na shule hizi tunafanya ukaguzi maeneo mbalimbali nchi nzima kuhakikisha vyuo hivi na shule hizi zinatoa elimu na mafunzo kwa madereva wetu kulingana na syllabus walizokuwa nazo, lakini mafunzo yenye uhakika, mafunzo timilivu ambayo yatasaidia kuondokana na ajali za barabarani na madhara ambayo yanasababishwa na ajali hizo. Na kwa pamoja tunapenda kuona mafunzo haya, elimu hiyo aliyoipata tuione kivitendo kwenye barabara zetu. Ili tukimwona dereva ambaye amemaliza mafunzo haya kwenye chuo hiki, tukimwona kondakta ambaye amepata elimu darasa kwenye chuo hiki, basi tuone ile elimu, ule uelewa ambao Na waandishi wa habari mkoani Songwe wametoa msaada wa sare za shule
kwa watoto wasiojiweza pamoja na kuzifariji familia za waandishi wa habari wenzao waliofariki dunia. John Kiangwa kutoka mkoani Songwe na taarifa kamili. Waandishi wa habari mkoani Songwe watumia maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani kwa kuwafariji familia za waandishi wa habari wenzao waliofariki dunia pamoja na kutoa msaada wa sare za shule kwa watoto wasiojiweza. Kwa niaba ya waandishi wa habari, mwenyekiti wa waandishi wa habari mkoani Songwe, Stefano Simbeye, alikuwa na haya ya kuzungumza. Sisi wanahabari mkoa wa Songwe tumeiteua siku ya leo kufanya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari ambayo ilipaswa kufanyika Mei 3, lakini kutokana na sababu mbalimbali tumeisogeza mpaka leo. Tumeiteua siku hii kufanya mambo ya kijamii. Moja ya jambo ambalo tumeamua kulifanya lakini ni kuzikumbuka familia za ndugu zetu wanahabari ambao wametangulia mbele za haki, ambao tulikuwa tunafanya nao kazi. Kwa tuliona tutumie siku hii kuzitembelea familia hizi. Lakini kama unajua mila na desturi za Kiafrika, unapokwenda kumtembelea ndugu yako huwezi kwenda mikono mitupu. Tumejichangisha kiasi kidogo, tumeweza kununua mahitaji kidogo na kiasi kidogo cha fedha tumewakabidhi ili ukiweze kuwasukuma angalau siku 2-3. Lakini jambo la pili tumeamua kulifanya kwa tendo kama hilo, tumewakumbuka wanafunzi wanaoishi katika mazingira magumu. Kama mnavyojua, wapo watoto ambao wanasoma, wapo mashuleni lakini wanaishi katika mazingira magumu, na hivyo utakuta wakati mwingine hawana sare na nini. Sisi waandishi wa habari kwa kutumia nguvu yetu sisi wenyewe lakini pamoja na wadau ambao wametuchangia, tumewanunulia sare watoto 20 ambao tunaenda kuwakabidhi sare zao muda si mrefu ili kuhitimisha siku hii ya leo. Mdau wa habari pamoja na aliyekuwa mke wa mwandishi wa habari Gabriel Kandonga walikuwa na haya ya kusema kuhusu tukio hilo. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru waandishi wa habari kwa kutukumbuka. Nawashukuru sana. Waandishi wa habari toka mume wangu amefariki wamekuwa ni sehemu kubwa ya faraja, wamekuwa ni watu ambao wanatia moyo, wamekuwa ni watu ambao wanajali. Hata tunapokuwa na shida wanakuwa wanatusaidia. Nawashukuru sana hata siku ya leo kwa kuja kututembelea, kutuona. Mungu akawabariki, pale walipotoa akawazidishie. Nashukuru sana. Asanteni. Kwanza niwapongeze kwa namna ambavyo nyie kama klabu ya habari ya mkoa wa Songwe ambavyo mmeweza kuandaa siku yenu hii. Nimesikia mmeenda kuwaona wenzenu ambao walipatwa na matatizo, lakini leo tumeona tukio la kutoa msaada kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa hiyo namna gani tunajifunza kutoka kwenye tasnia ya vyombo vya habari kwamba mmekuwa pia mkiwezesha makundi ya kijamii kuondokana na hali ngumu kusaidia jamii. Mkoa wa Songwe umepoteza jumla ya waandishi wa habari wawili akiwemo Gabriel Kandonga na Emmanuel Kaminyoge. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, wapumzike kwa amani. Nikiripoti kutoka mkoa wa Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea hapa ni katika habari za biashara na uchumi ambapo tutaungana na Godliness Gaspar. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www
www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Biashara na uchumi. Zifuatazo sasa ni habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godilness Gaspar. Vijana 5 kutoka jiji la Tanga wameishukuru serikali inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwawezesha kupata mkopo wa shilingi milioni 50 uliowasaidia kuanzisha kiwanda cha kutengenezea mikanda ya jasi yani gypsum kwa ajili ya ujenzi kupitia kikundi chao kiitwacho Empire Youth. Kwa majina naitwa Karen Safari, mnufaika wa mikopo ya halmashauri. Tulipata mkopo wa shilingi milioni 50. Mwanzoni tulikuwa tunafanya uzalishaji wa bidhaa zetu lakini sio kwa ukubwa hivyo, lakini sasa tunaweza tukamanage masoko yetu tukafanya kwa ukubwa zaidi kutokana na huo uwezeshaji tuliopata. Walikuja wakaangalia kitu tunachokifanya na wakaona kwamba wanaweza kutuinua ili na sisi tuweze kuinua vijana wengine. Kwa niaba ya wenzake, mmoja wa wanakundi hao, Karen Safari, amesema mwanzoni tulikuwa tunazalisha lakini sio kwa kiwango kikubwa. Baada ya mkopo huu sasa tunaweza kuzalisha kwa wingi. Tunapeleka mzigo kila sehemu. Tumeajiri wenzetu. Vijana tujitume, tukiomba hizi fedha tuzitumie kwa malengo sahihi. Maisha yetu yabadilike. Ya kunufaika tunaweza kusupply wateja wetu na yani kila sehemu tunaweza tukapeleka mzigo kwa uhakika. Ile mwanzo tulikuwa tunafanya kwa kusuasua. Faida namba 2, tuliweza kupata namna ya kupata ajira zile permanent na kuajiri wenzetu pia. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tunamshukuru sana, na vijana tujitume tukiomba hizo fedha tufanyie kile kitu ambacho tumeomba, yani tumeombea yani ile lengo litimie. Hivyo pia kwa sisi ambao unakuta watu wametoka shule, ukiwa na hizo idea unaweza kutengeneza ajira, sio lazima kwamba ile kufocus kwamba lazima tapata sehemu ni ajiriwe. Kiufupi mama amerahisisha kwamba tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe. Wamesema mkopo huo uliotolewa kupitia 10% ya mapato ya halmashauri kwa ajili ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu umechangia kuboresha uzalishaji, kuongeza ubora wa bidhaa na kuleta faida iliyowasaidia kujiajiri na kuajiri vijana wengine 5. Mwanzo sikuwa na ajira, natoka nimeajiriwa. Maisha kwangu yamebadilika na nashukuru baadhi ya mahitaji ya kimaisha na ya muda kwa kiwango fulani. Upande wake, afisa vijana wa jiji la Tanga Fadhili Secha amesema mikopo hiyo imekuwa mkombozi kwa vijana wengi mkoani humo, na akawataka vijana wengine kubuni mawazo ya kibiashara na kuomba mikopo hiyo. Kwa majina naitwa Fadhili Secha, ni afisa vijana jiji la Tanga. Kipindi cha miaka 4 ya utendaji kazi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeshuhudia maboresho au tumeshuhudia mafanikio makubwa sana kwa haya makundi matatu katika eneo letu au katika halmashauri yetu ya jiji la Tanga. Kwa vijana waliojipanga sana, wakabuni miradi mikubwa yenye tija na wakao committed katika swala zima la uzalishaji, tumeona mafanikio yao makubwa sana. Hususan kikundi cha kama hichi cha Empire, kwa kipindi kifupi sana ambacho wameweza kupata fedha zile, wameonyesha matokeo makubwa sana. Kwa ujumla wake ni kwamba serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuwafikia vijana kwa kiasi kikubwa. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Mtazamaji, kama ndiyo kwanza unaungana nami, hii ni Sky TV na unatazama Ulimwengu wa Habari, na moja kwa moja kwa sasa tupate wasaa wa kuungana na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo kubwa zaidi ni Israel imeshinikiza Hamas iwaachie huru mateka wake.
kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Israeli imesema kundi la Hamas ni lazima likubali mkataba wa kuachia huru mateka wa Israeli inawashikilia katika ukanda wa Gaza au litasambaratishwa. Matamshi hayo yametolewa na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Israel Katz, ambaye amelitaka kundi la Hamas kutia saini rasmi ya mkataba iliyowasilishwa na mjumbe maalum wa Rais Donald Trump wa Marekani Steve Witkoff. Hamas imeikataa rasimu hiyo ikisema haijakidhi matakwa yake, ikiwamo vikosi vya Israeli kuondoka kabisa ndani ya ardhi ya Gaza na vita kumalizika. Rais Trump ameelezea matumaini yake hapo jana akisema makubaliano yako mbioni kufikiwa, lakini hadi sasa bado hakuna ishara za Hamas kulegeza msimamo wake. Wakati huo Israeli imesema haitoshiriki mpango wa kufanikisha ziara inayopangwa na mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi 6 za Kiarabu kwenye eneo la Ukingo wa Magharibi. Israeli imesema ziara hiyo mjini Ramal, yaliko makao makuu ya mamlaka ya Palestina, ni kitisho kwa usalama wake. Kwingineko, kundi linalojiita dola la Kiislamu IS limedai kuhusika na mashambulizi mawili kusini mwa Syria, likiwamo shambulizi moja lililovilenga vikosi vya serikali. Hilo ni shambulizi la kwanza kufanywa na kundi hilo la kigaidi tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad. Katika taarifa yake, IS imesema bomu moja lililoelekezwa kwenye gari la vikosi vya serikali lililipuka na kusababisha vifo vya wanajeshi wapatao 7. Katika taarifa nyingine, kundi hilo limesema shambulizi jingine lilifanyika wiki hii likiwalenga wapiganaji wa kundi la Free Syrian Army wanaoungwa mkono na Marekani. IS imedai kuwa mpiganaji mmoja aliuawa na wengine 3 walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Serikali ya Syria haijatoa tamko lolote kuhusiana na madai hayo ya dola la Kiislamu. Kundi la IS ambalo wakati mmoja lilikuwa linadhibiti sehemu kubwa za Syria na Iraki, linaupinga utawala mpya wa Syria unaoongozwa na Rais Ahmad al-Sharaa, ambaye wakati mmoja alikuwa mkuu wa tawi la Al-Qaeda nchini Syria ambapo alipambana na IS. Na hatimaye, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limerefusha vikwazo vya silaha dhidi ya Sudani Kusini hadi 2026, hatua inayosifiwa kama muhimu kwa ulinzi wa raia, huku wakosoaji wakisema inazuia maendeleo ya kisiasa na kiuchumi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeamua kurefusha kwa mwaka mmoja vikwazo vya silaha na adhabu za binafsi dhidi ya Sudani Kusini kufuatia wimbi jipya la machafuko ya kisiasa na mapigano ya kijeshi yanayotishia kuivuruga tena nchi hiyo changa zaidi duniani. Katika kikao kilichofanyika siku ya Ijumaa, wanachama 9 wa baraza walipiga kura ya kuunga mkono hatua hiyo, idadi ambayo ni kiwango cha chini kinachohitajika ili azimio lipitishwe. Sudani Kusini ilijipatia uhuru wake kutoka Sudani mwaka 2011, lakini ilitumbukia haraka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kati ya mwaka 2013 hadi 2018, vikisababisha vifo vya karibu watu 400,000 na wengine mamilioni kugeuka wakimbizi wa ndani. Ingawa mkataba wa ushirikiano wa mwaka 2018 ulileta utulivu wa muda, hali hiyo imeanza kuyumba tena baada ya miezi kadhaa ya mapigano kati ya wafuasi wa Rais Salva Kiir na wale wa makamu wake Riek Machar, ambaye alikamatwa Machi mwaka huu. Katika azimio lake, Baraza la Usalama lilielezea wasiwasi juu ya kuongezeka kwa machafuko, likisisitiza umuhimu wa wahusika wote kuepuka kurudia mapigano ya wazi. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Ni Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea hapa moja kwa moja tutaungana na mwanamichezo Lai Saidi atujuze kwenye michezo kunani, japo ni taarifa mbaya kweli kweli kwa upande wa mashabiki wa Simba, wamepokea kichapo. Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar.
Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Habari za michezo na burudani.
Habari za michezo na burudani. Habari za michezo na burudani. Hujambo mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, sasa ni wasawa kuelekea viwanjani pamoja na burudani. Naitwa Lai Saidi, karibu. Tukianzia hapa nyumbani ambapo kocha mkuu wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Hemedi Suleiman Morocco leo ametaja kikosi ambacho kitaingia kambini Juni 2 kikiwa na jumla ya wachezaji 28, ambapo baada ya michezo dhidi ya Afrika ya Kusini wachezaji wa Simba na Yanga watarudi kuzitumikia klabu zao na kujiandaa na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Katika kuelekea mchezo huo, Hemedi Suleiman Morocco ametangaza kikosi kama ifuatavyo. Tutacheza mechi ya kirafiki na South Africa tarehe 6, and then tumepata bahati ya kuwaparticipate katika Kosafa. Kwa hivyo tutacheza mechi mbili za Kosafa, and then tutaangalia stage ambayo tutasogea. Kwa hivyo tumetayarisha kikosi cha wachezaji 28 ambao tutaenda nao South Africa. And then baada ya kutaja kikosi nitatoa mchanganuo vipi tunajaribu kumanage hizi mechi. Kwa hivyo goalkeeper Yakub Suleiman JKT, Ali Salim Simba, Hussein Saranga Singida, Anthony Remy Azam, Miraji Abdalla Coast, Shomari Kapombe Simba, Lusajo Mwekenda Azam, Vedastus Masinde TMA, Wilson Nagu JKT, Mohamed Hussein Simba, Ibrahim Ame Mashujaa, Pascal Msindo Azam, Alphonse Mabula Shama KFC Azerbaijan, Ibrahim Abdalla Yanga, Dickson Job Yanga, Abdurrahim Bausi JKT, Idrisa Stambuli Mashujaa, Abrazak Mohamed Simba, Ahmed Pipino KMC, Yusuf Kagoma Simba, Shehana Hamis Yanga, Faisal Salu Azam, Valentino Mashaka Simba, Kibu Dennis Simba, Simon Msuva Al-Talaba FS Iraq, Idi Suleiman Nado Azam, Mishano Daudi Kengol na Suleiman Mali. Lakini kocha huyo amezungumzia sababu za kutowajumuisha baadhi ya nyota katika kikosi hicho kuelekea mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Afrika Kusini Bafana, lakini pia michuano ya Kosafa. Kapteni nimeongea naye kwa upana wake, lakini kaambia na alipo vizuri kwa sasa. Yeye mwenyewe pasi na ndio kuuza na dokta wake wamenipa majibu. Nimejiridhisha. Kwa hivyo nafikiri ni tumwache kama alivyo. Bado tunamhitaji katika safari za mbele. No same story. Because hivyo na hamstring hapo kwa muda mrefu nafikiri. Na kama kizama mwisho kwenye miaka chache mara kwa mara. Kwa hivyo mwacha na mzize ana struggle ana hamstring vile muda. Kwa hivyo si swala kurupuka, nimejapasa na nimeongea nao na madaktari. Kwa hivyo nafikiri kwa hivyo. Of course nafikiri kwa kipindi kifupi tu, sababu Noba anaanza kurudi sasa hivi. Kama kwa maana nafikiri Noba amekuwa injured kwa muda mrefu na hamstring. Ndio mechi na Morocco. Anacheza mechi moja kwa klabu yake, sio juzi. Kwa hivyo nafikiri anaanza kurekaba. Mzizi alikuwa anapata injury, hata sisi kwenye national team alikuwa anakuja alikuwa 100% kumbe alikuwa na infection. Na daktari wake amemprove na anarekaba, anaanza mazoezi mepesi. Kwa hivyo possibility ya kumpata muda sio mrefu na tunaona kama kitu muda ana struggle bado. Ana struggle asipata taarifa kwa muda mrefu, atachukua muda gani, lakini nafikiri na yeye haitachukua muda mrefu na naamini kwamba kwenye mechi zinazofuata tunaweza kutoka.
Kwingineko ni kuhusiana na klabu ya Singida Black Stars imefanikiwa kutinga katika fainali ya michuano ya CRDB Federation Cup baada ya hii leo kuwachapa Simba mabao 3-1. Mchezo huu unaoipeleka Singida Black Stars katika fainali na watakwenda kukutana dhidi ya klabu ya Yanga ambao Yanga waliwatoa JKT Tanzania. Katika mchezo huo mabao 3 ya Singida Black Stars yakifungwa na Emmanuel Kayeke akifunga mabao 2, wakati pia bao lingine likifungwa na Jonathan Soa. Kwa upande wa Simba, Jenchaza Hoa ndiye ambaye alifunga bao 1 kwa upande wa klabu ya Simba. Mara baada ya kumalizika kwa mchezo huo, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali aliweza kuzungumzia uchovu ndiyo sababu pekee iliyopelekea wao kuweza kupoteza mchezo huu. Matokeo ni mabaya, lakini ni aina ya matokeo ambayo uliyategemea tungeweza kuyapata kulingana na aina ya ratiba ambayo tumeipitia. Pengine tungekuwa na wachezaji ambao wanatumia mashini ya umeme, tungeweza kucheza vizuri zaidi hii leo, lakini kibinadamu walicho ndicho kiwango cha mwisho cha kibinadamu. Kucheza mechi 3 ndani ya siku 7 ni ratiba ngumu kweli kweli, na unacheza na mpinzani wa aina gani ndio jambo la msingi kweli kweli. Na katika mechi hizo 3 nazungumzia mechi ambazo kila baada ya mechi moja na kulazimu usafiri umbali mrefu. Kwa hiyo isingekuwa rahisi hata kidogo leo hii kuiona timu ikicheza kwenye rhythm yake ile ambayo tumezoea. Kwa hiyo na leo hii umeona tumefanya makosa mengi kwa sababu wachezaji wamechoka miili, wamechoka akili. Kwa yote si matokeo ya kutuumiza hata kidogo, kwa sababu usingetegemea kitu kingine cha ziada kwa hiki ambacho tumekipata. Tunawapongeza wachezaji wetu, wamefanya kila ambacho wanaweza, wamepambana kadri wawezavyo, lakini Singida ameondoka na ushindi leo. Tunaenda kuangalia kinachoendelea kwa upande wetu. Bahati nzuri ni kwamba tuna siku nyingi hapa za mapumziko za FIFA window break, ambapo at least sasa wachezaji wetu watakaa, watapumzika, miili itarudi katika hali ya kawaida, na baada hapo tutakuja kwenye mchezo wetu unaofuata tarehe 15. Wakati huo tayari wachezaji wamesharudi kwenye rhythm yao ya kawaida. Na Simba mara baada ya kumfunga Singida Black Stars katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, leo anaenda kuangukia pua katika mchezo wa nusu fainali CRDB Federation Cup. Na tuelekee taarifa nyingine ambapo ligi ya mpira wa kikapu mkoani Dar es Salaam BDL inatarajia kuendelea usiku huu ndani ya viwanja vya Don Bosco Upanga, ambapo timu kadhaa zikishuka dimbani. Timu ya Paz Basketball wao watapambana na Esrerio saa 2 kamili usiku huu, wakati Chui wao watakipiga na Mgulani, wakati pia DB Leones wao watacheza mchezo wa mwisho na JKT Stars pale Kurasini, wao wakivaana na Mafande wa JKT. Na tuelekee kimataifa mtazamaji, ambapo pazia la michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya linafungwa rasmi leo hii, ambapo kwa mchezo wa fainali Paris Saint-Germain kutokea nchini Ufaransa watakuwa na kibarua dhidi ya mabingwa mara 3 na wana fainali wa mwaka 2023 Inter Milan katika dimba la Allianz Arena nchini Ujerumani. Inter Milan inaingia kwenye mchezo huo ikihitaji kutoa ubingwa wa Ulaya kwa mara ya 4, huku PSG wao wakisaka kombe hilo kwa mara ya kwanza kihistoria. PSG inatarajiwa kuwa timu ya kwanza kutoka Ufaransa kutoa ubingwa wa Ulaya tangu mwaka 1993, wakati Olympique Marseille ilipofanya hivyo ikitoa ubingwa huo pale nchini Ujerumani, hali inayozidi kuchagiza ishara njema kwa PSG leo hii, huku Luis Enrique Martinez yeye akitarajiwa kuwa kocha wa 6 kutoa ubingwa wa Ulaya na timu 2 tofauti kihistoria. Tuelekee kutazama taarifa nyingine, ambapo klabu ya Napoli kutokea pale nchini Italia wao wapo kwenye rada za kuania wachezaji Kevin De Bruyne, mchezaji ambaye alikuwa anakipiga na klabu ya Manchester City ya pale nchini Uingereza, lakini pia wakimwania mchezaji mwingine wa Lille ambaye pia anakipiga katika timu ya taifa ya Canada, Jonathan David. Mikataba ya wachezaji hao inatarajiwa kumalizika mwishoni mwa msimu huu na tayari wameshafikia makubaliano ya kuachana na timu wanazozitumikia kwa hivi sasa.
Tuelekee katika burudani. Mwanahabari wetu Virginia Paul yupo tayari kabisa kutujuza. Na katika burudani leo, headline nyingi kabisa za burudani ni hile kauli ya Donald Trump ambaye yeye anasema kwamba anaweza kumsamehe Diddy ikiwa haki haijatendeka. Ikumbukwe kwamba Diddy mwenye umri wa miaka 55 kwa sasa anakabiliwa na mashtaka mazito mahakamani huko Manhattan, yakiwemo usafirishaji haramu wa watu kwa ajili ya ngono, kupanga njama ya kihalifu na kuendesha biashara ya ukahaba. Na ikiwa mashtaka yote hayo yanayomkabili ameweza kuyakana, lakini ushahidi ambao ulitolewa na msaidizi wake wa zamani umechochea gumzo zaidi, ukidai kuwepo kwa miaka ya unyanyasaji. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kuangalia ukweli na kufikiria kumsamehe msanii Diddy endapo atapatikana na hatia kwenye kesi yake ambayo inaendelea. Na yoyote ameyasema wakati akizungumza na waandishi wa habari pale ikulu ya White House, ambapo Trump alisema kama si haki ataiangalia. Hajafuatilia kwa ukaribu, lakini anataka iwe hukumu ya haki. Trump alikiri kuwa aliwahi kuwa na urafiki wa karibu na Diddy, ingawa urafiki huo ulivunjika baada ya yeye kuingia kwenye siasa. Lakini ingawa bado hakuna ombi rasmi la msamaha lililowasilishwa, lakini Trump alidokeza kuwa watu wanafikiria kuhusu suala hilo. Kesi bado inaendelea, na iwapo Trump ataingilia kati kutegemea uamuzi wa mahakama na kama ombi rasmi litatolewa. Bwana, kwa siku hii leo mimi ndio nimemaliza hapo. Jina langu ni Virginia Pona, hii ni Sky TV. Taarifa yake Virginia Poha inatufikisha tamati ya habari za michezo na burudani. Ni kurejeshe kwake Mindy Joseph atamatishe ulimwengu wa habari. Ni mwanamichezo Lai Saidi akitujuza kwa namna hiyo katika mkusanyiko wa habari za michezo na burudani. Na moja kwa moja kwa sasa, mtazamaji, tupate wasaa wa kuangazia kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo ambao unaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Tanganyika pamoja na ukanda wa pwani ya kaskazini. Huko ukanda wa pwani ya kusini upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na hivyo mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara. Hivyo wakazi wa maeneo hayo na watumiaji wa bahari, hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa. Mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ukanda wa pwani kaskazini, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ukanda wa pwani kaskazini, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya vipindi vya jua vinatarajiwa.
Morogoro vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Arusha vipindi vya jua vinatarajiwa. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa unatuhitimishia kipindi cha Ulimwengu wa Habari kwa siku ya leo. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi sasa na tamatisha. Nikwambie tu kwamba endelea kutazama Sky TV kwa vipindi vingine na nikutakie weekend njema. Jina langu ni Mindy Joseph.